Wapendwa wasikilizaji wa Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumanne ya tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2025, juma la 32 la mwaka C wa kanisa, ambapo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Maitini wa Tours na askofu. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza itatoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 2 aya 23 hadi sura ya 3 aya ya 9, na somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka sura ya 17 aya ya 7 hadi ya 10. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishi kula na kunywa, ndipo naye atakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya." Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, neno la Mungu siku ya leo linatufundisha kuwa hatuna haki ya kudai tuzo yoyote kwa Mungu, kwa sababu upendo wake hatuwezi kuulipa. Tuzo ambayo tunaweza kupewa na Mungu baada ya kutimiza wajibu ni zawadi tu na huruma yake kwetu, na sio haki yetu kumdai Mungu. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 2 aya 23 hadi sura ya 3 aya ya 9, tunaona jinsi upendo wa Mungu ulivyo mkubwa kwa kutuumba kwa mfano wake na kutupa ardhi ya hali ya juu ya kutoharibika, lakini kutokana na hila ya Shetani ikamfanya mwanadamu huyu kupatwa na mauti baada ya kuasi kwake. Baada ya mwanadamu kukosa, na kama tunavyojua kuwa upendo hauna kikomo, mwanadamu aliendelea kuonja upendo wa Mungu wa kumtoa mwanaye wa pekee kufa msalabani kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu huyu. Wenye haki ijapokuwa wanakufa kwa watu wajinga, wanaona kama wamepotea, lakini kwa watu wenye hekima wanaona kuwa wamefunga mlango wa duniani na kufungua mlango wa mbinguni. Na somo la Injili linaendeleza ukweli uliojitokeza katika somo la kwanza, likionyesha kuwa upendo wa Mungu ni mkubwa, hivyo hatuna haki yoyote ya kudai tuzo kutoka kwa Mungu. Tunapokuwa tumetimiza majukumu yetu ambayo tumepaswa kuyafanya, hatupaswi kujawa na majivuno au kujihesabia haki, bali tunapaswa kuwa wanyenyekevu na kuona kuwa tumefanikiwa kufanya hayo yote kutokana na upendo wa Mungu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, hatustahili mbele ya Mungu kudai tuzo, kwa sababu tukilinganisha upendo wa Mungu katika maisha yetu, tunaona kuwa hatuwezi kumlipa kwa chochote. Nasi tunapokuwa tumefanya kazi ya Mungu vizuri, itoshe tu kujinyenyekesha mbele yake na kujiona kama mtumishi asiye na faida, yaani mtumishi asiyehitaji malipo yoyote. Inawezekana ukatosheleza madai ya sheria, lakini ni ngumu kutosheleza madai ya upendo. Mfano, Mungu ambaye ametuumba akatukomboa kutoka kwenye uasi, je, kutokana na upendo wake huo unaweza kumlipa kitu gani? Je, ni kitu gani ambacho tunaweza tukawa tumekifanya na kumdai Mungu tuzo? Wazazi ambao wamekuzaa na kukutunza kwa upendo wao, unaweza kuwalipa kwa kitu gani kikatosheleza upendo wao kwako? Tukitafakari maswali haya, tunaona kwamba mwanadamu hawezi kutoa fidia inayoweza kutosheleza upendo.
Hivyo itoshe tu kutambua upendo wa Mungu ulivyo mkubwa, na hivyo hamna cha kuweza kumlipa au hatuna cha kuweza kumdai, bali kumuomba huruma yake na kukiri ukuu wa uweza wake kwa kuimba kama mzaburi katika wimbo wa katikati, nitamuhimidi Bwana kila wakati. Ndugu zangu, taifa la Mungu, tumwombe Mungu atujalie fadhila ya upendo na unyenyekevu katika maisha yetu, ili daima tuweze kumpenda daima na kuwapenda wenzetu kwa kuiga mfano wake wa upendo ambao hatuwezi kuulipa kwa chochote. Tumuige Mtakatifu Martin, askofu ambaye aliacha kazi yake wa askari na kuingia kuhubiri habari njema kwa maskini na wahitaji mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya upendo wake kwa wanadamu. Tumuombe mtakatifu huyu atuombee ili tupate kuiga fadhila zake. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri David Mwamonje kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.